Kwa kusikia mwanaume analilia mahusiano sio mwanamke ni pasua kichwa, huyo hana akili timamu. Kwa sababu mwanamke kiumbe cha hisia kinawezaje kukupasua wewe unaishi kwenye akili yako? Wewe unatakiwa tu uende na flow. Akiflow hivi naona swing hivi. Hivyo. Sasa watu ni kwa sababu hawaelewi saikolojia ya kiumbe cha kike. Umeona? Kwa hiyo maana na wanawake pia wamepumbazwa, ndio maana unaona kuna hizo shida. Wanawake wanapambana na wenyewe wao wanaume wa kike. Alafu wanaforce wanaume wao wanaume, yani wanawake wanapambana wao wao wanawake wa kiume. Na wanawake hao wanaforce wanaume wao wanaume wa kike. Naam. Sio umenipata? Hizi habari za kuomba misamaha, mwanamke anataka aombe misamaha, sijui aambiwe ni ile ni kumfanya mwanaume awe mwanaume wa kike. Okay. Yaani unamfanya mwanaume awe mwanamke mwenzako. Okay. Hapo sasa ndio uhisi kwamba unapendwa. Alafu sasa hiyo wanawake vile wanavoleta ukorofi, maana yake wanajifanya wao sasa ni wanawake wa kiume. Okay. Sasa hapo ndio wanapofeli. Kwa wote wawili wanafeli. Wanawake tu wanatakiwa wajue kwamba wenyewe ni viumbe ambavyo ni soft, viumbe ambavyo ni rhythm, viumbe ambavyo ni musical. Kwa hiyo mwanamke kujidai na yeye anaweza kupaza sauti akumfanyi mwanaume awe humble dhidi yako. Ndio unamfanya azidi kuresist na wewe, kureact na wewe. Kwa sababu ndio maana nimesema mara nyingi wanawake wana sauti softi, wana mwendo softi, wana mwili softi. Yaani yeye tayari ni silaha tosha. Maana yake ni kwamba naweza nikasema mwanamke ni kama oili kwenye vyuma. Sio umenipata kwamba vyuma visisagane. Kwa hiyo sasa unakuta wanawake wanasahau kwamba wenyewe ni oil na wenyewe wataka kujidai ni vyuma. Kwa hiyo maana unasikia wanaume wanasema mahusiano sio yanakusumbua, yanakusumbua kwa sababu mtu yule naye amekuforce na wewe kuwa mwanaume wa kike, kitu ambacho wanaume wengi hawajui. Sasa turudi kwenye mada. Yes. Ni kweli wanaume au vijana walioko Afrika kwa sasa wanaweza kurudi kwenye mapinduzi hayo ya kuendeleza population, wewe na mke zaidi ya mmoja na nini, mambo yarudi kama vile kweli hiyo ability ipo au mazingira yasharibika? Kwa sasa vijana wenye uwezo wa kuishi na wake wengi ni wachache. Kwa sababu focus kubwa kwa sasa hivi iko kwenye ngono. Okay. Umeona? Wanaume sasa hivi wakiona mwanamke cha kwanza wanaona ngono. Okay. They don't see kingdoms. Wanaona ngono. Ndio maana unaona wanawake nao wamewekeza muda mwingi kuboresha vichocheo vya ngono, matako, hipsi, sura, matiti. Yaani wanaboresha vichocheo vya ngono badala ya kuandaa misingi ya kingdom. Kwa hata ukisema kwamba tuanze kurudi kuoa wake wengi, bado itakuwa ni ngumu kwa sababu mfumo ulishaharibiwa na walioharibiwa hawajagundua kwamba wameharibiwa. Kwa sababu kuishi na wake wengi hakuhitaji ngono, kunahitaji upeo mkubwa wa akili. Umeona? Na sio kwamba unaoa wale wanawake wengi kujiridhisha kingono, sio hivyo. Sio unaoa kujiridhisha kingono. Kusudi la kwanza la ile sio kujiridhisha kingono. Kusudi la kwanza nimesema ni kuwapa kingdom au wanawake. Heshima ya mwanamke ni kupewa kingdom, awe malikia. Mwanamke awe malikia kwa yeye kutaka kutengeneza kingdom. Mwanamke anakuwa malikia kwa kuandaliwa kingdom. Ndio maana nyuki wanatafuta sehemu alafu wanampeleka malikia. Atengeneze. Nimesema watu wakitaka kujua ninachozungumza ni real wajifunze kwa nyuki. Okay. Nyuki ndio mdudu pekee anaweza kutufundisha vitu vingi vya asili kuliko ambavyo tunafikiria. Vitu vingi unataka kujifunza, unajifunza kufanyaje kazi, maisha, mahusiano, kila kitu unajifunza kwa nyuki. Sasa nasema ni kwa vile ni wadudu ambao watu wanawapuuza, wanaona tu ni wadudu wa kutengeneza asali. Lakini kuhusu issue ya kingdom, yes. Kuna wanawake ambao wana pesa zao, wana kazi zao, wanatengeneza hela. Yaani wanajitosheleza. Wengi wao unakuta wanataka tu mtoto. Kwa lugha ya siku hizo wanaitwa single mother. Wengi wao. Yes. Nadhani hao wamejitosheleza, wana kingdom yao. Hawana kingdom. Unajua kuna kujipumbaza nimesema. Unajua mfumo umetengeneza kwamba watu wajipumbaze. Sawa una mtoto nani anakupa? Wewe unajipa mwenyewe? Mwanaume anayekupa mtoto tayari amekupa kingdom. Sijui kama umeelewa vizuri. Ndio maana ukikuta mwanamke amezaa na mwanaume afu eti anamchukia yule mwanaume, anafanya kazi ya kipumbavu tu. Yaani ni ujinga anafanya. Kwa sababu yule mtu alishakupa kingdom. Tayari una kingdom. Kutoa mbegu zangu za kiume nikampa mwanamke azae mtoto, nimetoa uhai wangu, ni kama nyuki. Kitendo cha kutoa mbegu ina maana mwili wako wote umehusika kutoka ili maisha ya mtu mwingine yaendelee. Kwa hiyo mimi unatakiwa uniheshimu sana. Kwa sababu nimetoa uhai wangu. Kwa sababu kutoa mbegu maana nimetoa mafuta yangu ya uzima. Mimi nakufa, yani nimejipunguzia mimi. Yao kwenye core. Yes. Ndio inatoka inaenda pale. Yes. Sio umeipata? Mbegu haitengenezwi kwa maji ya kunywa. Inatengenezwa na kila seli ya mwili wangu.
Sasa utasemaje eti kwamba unataka tu mtoto unajitosheleza? Mimi niliyekupa mtoto na nimekupa kingdom, unaitwa mama. Watakuwa uniheshimu. Sio lazima nikwambie. Sio, umenipata? Maana mimi nimetoa maisha yangu kukupa wewe ufalme. Kwa hiyo wewe unapoitwa mama, nani amefanya ukaitwa mama? Ni mwanaume fulani. Hata kama ni taira kiasi gani, lakini yeye amekupa kingdom. Maana otherwise ungeingiza mkono mfukoni, ukatoa mbegu ukajiwekea, ukatoa mtoto. Nasema unajitosheleza. Na iwezekane kwa hicho kitu. Na iwezekane kwa hicho kitu. Umeona bwana? Naam. Kwa hiyo ndio tofauti. Umeona? Sasa kitu ambacho watu wengi wanashindwa na wanashindwa kuelewa ni hicho, kwamba wanawake wanaweza wakahisi kwamba wanaweza kujitegemea wao wenyewe, wakawa single mothers and so forth. Swali, huyu aliyekufanya ukawa single mother ni nani? Maana kingdom ya kwanza unapewa na mtu anapokupa generation yake. Yes. Okay. Yule mtu anakupa mtoto, amekupa kingdom. Kingdom ya kwanza ni hiyo. Maana ya kukupa kingdom maana yake ni kwamba amekubadilisha jina. Kutoka kuitwa jina lako yule pewa na wazazi wako, unapewa cheo kipya, unaitwa mama. Huyu mtu amekupa ufalme. Sio, umenipata vizuri? Sasa tofauti ni kwamba sasa hivi hiyo, kama tulikuwa tunasema kwamba sasa hivi inakuwa ngumu kwa sababu watu wamefocus kwenye sexuality. Hawajafocus kwenye kingdom kwa sababu kuna hofu inaitwa ya maisha. Na si kweli kwamba ni hofu ya maisha, ni watu wamedesign ionekane kwamba kuna ugumu wa kuishi. Sio, umenipata? Kwa sababu gani tunatakiwa tuishi kwenye single environment? Sio tu tutawanyike kwamba mwanaume utakuwa na mke Dar, Arusha, Mwanza, Singida, unagawanya. Sijasema hivyo. Au nimesema mwanaume, unapokuwa mwanaume maana yake una ufalme. Kwa hiyo unagawa boma, kingdom. Si ndio ninachomaanisha? Sio, umenipata? Kwa hiyo mimi sijasema kwamba wewe na mke Mwanza, wewe na mke wapi, wewe na utawezaje kunani kuongoza huo ufalme? Kwenda kwa uwe Kiafrika, uwe na boma. Kwa Kiafrika uwe sehemu moja. Uwe sehemu moja una boma. Ambao ule ni ufalme sasa. Mali kingdom yako. Sasa hivi wamelishwa ujinga wa kidini ule, mke mmoja wana kitu wanaita wivu. Wivu ni stupidity. Ukisikia mtu anasema mimi nina wivu, maana yake ni stupid. That person ni stupid. Kwamba yule ni mume wangu, ni mjinga, sio wako, kwa sababu akifa unaweza kuolewa na mtu mwingine. Na akifa unaweza kuingia, angekuwa wako ungeenda naye. Ukisema mkono wako, sawa, wakati unakufa unakufa nao. Na wenyewe sio wako kwa sababu unaweza ukakatwa na bodaboda. Na ukatupwa kule hospitali. Sio wako. You own nothing. Unaposema wangu maana yake unamiliki, unajimilikisha kitu ambacho unajipumbaza. You own nothing. Kwa sio mke wako wala sio mume wako. Umeona? Kwa hiyo sasa imekuja kuwa shida baada ya hii kitu wanaita wivu. Lakini mzizi wa tatizo ni maandiko haya yamekuhalalishia kwamba yule ni wako. Hayo sio maandiko, huo ni upumbazi. So maandiko ni yanayozungumza mimi, haya ndio maandiko matakatifu. Haya mengine yote ni trash. Biblia ni trash. Qur'ani ni trash. Wamekubrainwash. Hata Qur'ani inaposema eti Uislamu unaposema sijui wewe wake wanne, ikizidi wanne na wewe unaweza kuwahudumia, ni uongo. Wewe hauoi mke ili umhudumie, unaoa mke ili umpe kingdom. Kwa kabla hujaoa mke yote unatakiwa una kingdom, una sehemu huko, una ekari zako 50. Sasa ndio unatakiwa kuoa. Sasa siku hizi tu ukipata kazi tu unalipwa mshahara, unaoa una ekari hata 10. Kosa la jinai. Na wanawake siku hizi walivyo wapumbavu, wanauliza unafanya nini? Unajishughulisha na nini? Ningependa kujua unajishughulisha na nini? Una kazi gani? Hiyo sio maswali ya kuuliza mwanaume, au maswali unaulizwa wavulana. Mwanaume unamuuliza unajishughulisha na nini? Mwanaume unamuuliza empire yako unajenga wapi? Yaani mtu kama mimi uniuliza najishughulisha na nini? Nitakwambia najishughulisha na kunya. Kula kunya. Ndio shughuli zangu. Sasa nitakwambia nini? Mimi sishughuliki. Kazi yangu ni kujenga empire. Sasa ukiniuliza na shughulika na nini, nikianza kusema vyote vitaisha. Wavishi. Kwa kazi ni kuuliza, maana unaniuliza na shughulika na nini? Unataka kuwa mfanya kazi kwenye vitu unavyoshughulika navyo? No, wewe unatakiwa uwe malkia, ni kukabidhi empire. Kwa hiyo unatakiwa uniulize, bwana una own ekari ngapi za ardhi nchi? Empire yako unajenga wapi? Hayo ndio maswali ya kuuliza mwanaume. Haya mengine unajishughulisha na nini unauliza mvulana. Nataka mwanaume mwenye maisha yake. Wanadhani maisha ni hela ya kununua nguo na chakula. Yale sio maisha. Kwa sababu hela hauimiliki.
muda wote inaweza ikachange. Kwa hiyo unakuta kuna hiyo shida ambayo tuko nayo katika jamii yetu. Lakini mimi nasema kwamba kwa asili sisi tulivyo, mwanaume anatakiwa kuwa na empire na boma, aishi na boma, kwa sababu wanawake vipindi vyao vinaenda na kubadilika. Na hapa ndipo shida ilianzia. Wanawake wakaanza kujidai na wenyewe ni wanaume wa kike. Na wanaume nao wakabadilishwa, wewe wanaume na wenyewe wa kike. Umeona sasa? Sasa najaribu kutathmini safari ya mwanaume anavyoendelea kuishi. Yes. Kisaikolojia. Maisha ya mwanzoni ya ndoa yakoje na ya huko mwishoni? Nani anafurahia mwanzoni, nani anaumia mwanzoni? Mwishoni kuna kuaje kwenye watu wakiamua kuishi wawili kutokana na age zao? Kwanza psychologically, kwa mimi research zangu kuzungumza na watu na vitu kama hivyo na tafiti ambazo ninafanya, naona kwamba mfumo wa ndoa ulivyokuwa designed ni jela ambao wote waliomo hawataki kuishi. Ni jela kwa sababu watu hawako pale kujipambanua, wako pale kuficha makosa wasikosane. Unajua ndoa nyingi jinsi ambavyo zimedesigniwa kwamba uwe mnafiki, usioneshe huyu wa. Ndio maana unasikia kuna vocabulary zinaitwa mke mwema, mme mwema, uvae kujisitiri. Sio, umeelewa? Yaani kuna vocabulary ukishazisikia unajua hapa kuna kitu kinafichwa. Unatafuta ukamilifu. Muishi kwa upendo na amani. Sio tuishi kwa upendo na amani, tuishi kwa kuelewana kama tulivyo na kuheshimiana. Bwana mimi ndio niko hivi. Nikitaka kunya napanda juu ya meza na kunya, napeleka chooni.